la kutoa shukrani, hiyo Jumapili baada ya matangazo ya asubuhi ya ibada ya kwanza, ibada ya pili mtoto ameenda. Amepumzika. Mnamwona Mungu vile alivyo ajabu. Yaani unapitishwa mpaka unafikishwa mwisho. Wakati unafika mwisho kwenda kumwambia Bwana asante kwa haya ambayo ulioyatenda na nimeyapokea yakawa ni ya kwangu. Hivyo nilikuwa nafurahia kabisa, hata sikuwa naona kwamba kuna hali yoyote juu yangu. Nilikuwa nikaona ile furaha kwa sababu nilipokea baada ya kulia sana. Baada ya kuendelea kumuuliza Mungu maswali, nilipotubu nilipokea na nikapata furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hali ya matatizo yanapokuja ni mpaka tuyapokee. Uking'ang'ana kwa nguvu zako utabaki na uchungu wa siku zote. Utabaki na maumivu ya miaka yote. Lakini punde utakapoachilia, Mungu wa faraja anaachilia faraja. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ninakutia moyo wewe unayepitia changamoto za maisha. Najua changamoto ni chungu pacha. Ninasema ya kwamba katika changamoto ulizo nazo, zichukue ni hali ya kawaida. Na unapozichukulia kwamba ni hali ya kawaida, zibebe umkabidhi mwenye kukubebea. Usizibebe zikawa ni za kwako. Zibebe ukapatie mwenye kuzibeba. Na unapompeana kwa mwenye kuzibeba, achilia na usahau, uone kana kwamba uko freestyle. Yaani jione kwamba ni wanawa. Ni mwana wa Mungu. Na ukiwa wewe ni mtoto wa Mungu, hakuna kitu ambacho kitakutatiza. Utakuwa freestyle. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu anangojea baba amfanyie kila kitu. Na mimi namshukuru wakati huo, nashukuru Mungu. Yaani ninasikia tu niendelee na huo ushuhuda. Ninashukuru Mungu wakati huo Boniface alikuwa hapa kiateka. Lakini wakati nilikuwa nimebaki miezi miwili ama mitatu nijifungue, Boniface kazi kasimamishwa. Waona sasa changamoto, wasiro changamoto. Haleluya. Ndio nasema ni changamoto za maisha. Na hivyo katika hiyo changamoto amesimamishwa kazi. Na ndio baada ya miezi miwili ndio nikajifungua. Kujifungua tena nimepitia hizo changamoto za imani sasa mimi mwenyewe. Kama mzee wa Mungu na manya uni mtiari mbakwa ndeka. Lakini katika hayo yote bado utabaki kuwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo katika hali hiyo tukawa tunaona kwamba tutafanya nini? Tutatoa pesa wapi za kusaidia mtoto huyu? Tutatoa pesa wapi za kumpatia maziwa? Maana maziwa alikuwa anatumia nani? Maana kunyonya hangeweza kunyonya kwa sababu mdomo pia ulikuwa na shida zake. Hivyo alikuwa anatumia nikamwie maziwa kidogo alafu nitafute maziwa ya nani? Lakini haya yote sikupungukiwa. Ninamshukuru Mungu maana Mungu alikuwa ana provide kila kitu. Yaani Mungu anaacha na style yake. Na Mungu anapokuja na style yake, hata katika changamoto Mungu anafungua na mlango wa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nilimwona Mungu katika kipindi hicho. Na baada ya mtoto kufariki tu mwezi wa Januari, mtoto alifariki January 2013. Tukakaa 2014. Boniface akaingia mjengoni. Unaona style sasa? Anaenda akifanya mjengo zake tu huku na kule. Akiwa katika hali ya mjengo huko upande wa Mabomani, mchungaji Msafiri anampigia simu, "Uko wapi bwana? Hivi ninakutafuta." Mimi nawapatia ushuhuda ulio kamili, sio vile ushapa mtu mzima na labda ndia. Kama mneka wako hapo. Amen. Haleluya. Katika hali hiyo, yani ninawaambia changamoto unapozipitia, ujue kuna mlango wa kutokelezea. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo akapigiwa simu na ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 3. Anaambiwa na mchungaji Msafiri, "Hivi ninakuhitaji sasa hivi. Sio baadaye ama kesho. Njoo sasa hivi. Acha hiyo kazi, patiana mtu mwingine." Na akamwambia ilikuwa ni masaa ya lunch time. Akamwambia, "Bwana, hivi nimeitwa, kwa hivyo hivi nimefunguana na wewe. Kimoja mpaka Birikani." Alipofika Birikani akaonyeshwa, akaambiwa, "Hivyo unajua umeingia kazi." Unaona mambo ya Mungu? Hivi unajua umeingia kazi. Na hivyo ndio kuingia kazi. Mimi nangojea mjamaa arudi nyumbani.
nakuja jiona naambia hivi, wajua nimeanza kazi. Hivi kesho hivi narauka kazi. Na hivi ninaenda kabisa. Amen. Sasa wewe jipange hapa vile utafanya, alafu ujue tunatoka sote tunaenda kabisa. Kwa sababu si tuko tu. Tu batuani. Angubali. Yeka babu lakini ni ume. Sasa hezi enda peke yake mpaka tuambatane. Maana ni mwili mmoja. Amen. Haleluya. Hiyo ni 20 ngapi? 13. Hivyo 2013 mwezi wa 3 tukawa tunaishi mpaka 2019 mwezi wa 11 tena tukarudi huko. Yaani changamoto tu. Lakini nashukuru katika changamoto zinanipatia kupiga nini? Hatua. Hivyo ninashukuru Mungu maana katika changamoto hizo niposa hata kuna siku nilishuhudia hapa ya kwamba katika hizo changamoto hata ile ya 2019 kuja kurudi ninajua Bwana aliona kwamba bado sijakamilisha huduma yangu Barnaba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Boniface na yeye Mungu akaonelea ni vyema yeye arudi yake iko kule. Mimi ya kwangu ni hapa, ya kwake ni Bwana wangu. Lakini tena ghetto ni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunashikanisha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kusema ya kwamba anatoka asubuhi, akienda jioni, akirudi ghetto. Umenielewa sasa? Kwa sababu Mungu aliona kwamba katika changamoto tunazozipitia ni mpaka tukue hatua nyingine. Na hivyo ni kusema Mungu ameendelea kutuonekania. Maana tulikuwa tunatoka pale tukirudi hivi na machungu. Tukiona imekuaje.